Karibuni sana katika kipindi chetu cha leo cha Hanadi People Corner. Leo tunakuwa na mada inayosema ndoa kioo cha jamii. Ndoa kioo cha jamii. Kwa hiyo wewe mwenye ndoa, wewe ni kioo cha jamii. Unafananishwa na kioo. Kwa sababu kupitia ndoa watu wanajiangalia. Dunia inajiangalia. Jamii inakuangalia na kujiangalia. Kwa sababu kwenye ndoa ndipo kila kitu kinaanzia. Ndoa kama kioo cha jamii inaleta heshima. Ndio maana tunasema ni kipindi cha Hanadi People, ambao Hanadi ni wanandoa. Wewe mwenye ndoa una heshima, umeheshimika. Ukiangalia tu kwenye jamii, mtu akiwa ameolewa bwana na bibi, kuna heshima yake. Akija mtu na ndoa yake, mwenye ndoa yake, hapo kuna heshima. Kwa jambo la kwanza, kuwa tu na ndoa maana yake umeheshimika. Ndoa inaleta heshima. Kwa sababu gani inaleta heshima? Mungu alivyomuumba Adamu, aliona akiwa peke yake kuna jambo anakuwa haliwezi. Akasema nitafanyia msaidizi. Akamleta Hawa kuwa msaidizi wake. Alafu sasa Mungu akawabarikia. Akawaambia zaeni mkaongezeke. Maana yake Mungu aliwaheshimu. Akaambia nyie sasa mtaenda mkazae mkaongezeke. Kwa hiyo wewe ambaye umepata kibali cha kuolewa na kibali cha kuoa, maana yake umepewa heshima. Kwa hiyo kama mwanandoa, wewe tu ukikaa mahali kwa sababu umeolewa au umeoa, maana yake una heshima. Hata kama dunia mwingine haja kuheshimu, tayari kabisa una kibali cha heshima mbele za Mungu na mbele za wanadamu, kwa sababu tu una ndoa. Na ndio maana kwenye ndoa unapewa cheti cha ndoa, maana yake ni cheti kile cha heshima. Kwenye ndoa wanakuja watu, wanakusanyika kwa habari ya harusi, mkusanyiko wa wanadamu toka sehemu mbalimbali, kwa sababu kuna kitu cha heshima kinafanyika. Kwa hiyo ndoa ni kioo cha jamii kwa sababu inaleta heshima. Lakini pia ndoa inaleta kuaminika. Ukishakuwa tu na ndoa unaaminika. Hata wale ambao ni wafanyabiashara au ni watu wanafanya kwenye makampuni fulani fulani, akitaka kwenda kuchukua mkopo mahali, hata kwenye benki, akisema tu ana ndoa, kuna namna anaaminika zaidi kulikoni tu akayuko ni bachelor au hana ndoa. Kwa hiyo ndoa inamfanya mtu akuamini. Kwa hiyo natamani leo siku ya leo kwamba kujua wewe ambao una ndoa, kama unaaminika, lazima na wewe ujiamini. Ndoa inaleta kuaminika. Kwa hiyo wewe mwenye ndoa, wewe kwanza jiamini, kwa sababu tayari unaaminika. Kuwa tu na ndoa tayari umeaminika. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba ndoa inaleta kuaminika. Kwa sababu hiyo, kwa sababu uaminifu ambao umepewa mwenye ndoa, ni jukumu lako pia hata kwenda kuwafundisha vijana wengine kupenda ndoa na kupenda kuolewa au kuoa. Kwa sababu umeshapewa ile imani, umeshaaminika kwamba ni mwenye ndoa. Kwa una uwezo wa kufundisha hata mwingine akapenda ndoa. Kwa sababu umeaminika, una uwezo wa kuwa barua inayosomeka kwa mwingine ili akapenda ndoa. Lazima sisi ambao tuna ndoa tumeaminika kuwa chachu ya wengine kuamini ndoa inawezekana. Unajua, wanandoa wasipokaa vizuri, wakaonyesha kwamba ndoa zinaaminika, hata vijana ambao bado hawajaona kuolewa wataweza kuwa na ukakasi kwamba imani hivi, nikiolewa inakuwaje, nikioa inakuwaje. Lakini akimwona mwanandoa aliyeaminika anafanya vizuri kwenye ndoa yake, maana yake naye atakuwa ile tamanio la kutaka kuoa au kuolewa. Kwa ni vizuri ujue kwamba wewe mwenye ndoa umepewa kuaminika. Lakini pia ndoa ni kiunganishi. Ndoa ni kiunganishi. Kupitia ndoa koo mbalimbali zinaunganishwa. Kupitia ndoa watu mbalimbali wanaunganishwa. Mtu anaweza kaoa hata mtu wa bara la Ulaya au bara la Afrika, nchi mbali kabisa, uko Zambia au Zimbabwe, lakini ile ndoa ikaunganisha wale watu, Mtanzania na Mzimbabwe, au mtu wa Afrika na mtu wa Ulaya, kupitia ndoa. Na watu wakaitambua, wakaijua, jamii ikajua,
koo zikajua, ndugu wakajua. Kwa hiyo ndoa inakuwa kiunganishi. Kwa hiyo fikiria wewe mwenye ndoa umepewa bahati na kibali cha kuunganisha watu. Hakuna mtu anaweza kuunganisha watu. Ndoa inaunganisha watu. Wakoo mbalimbali wanakuwa ndugu. Koo mbalimbali wanakuwa kama majirani. Mtu anaweza katoka hapa, ameoa huko Tanga, akafika Tanga pale kwa ndugu yake, akaingia pale kwa ndugu yake, akajistiri pale kama kuna jambo anafanya pale Tanga, kwa sababu tu ana ndugu yake aliyeoa pale au aliolewa pale. Lakini before that walikuwa hawajuani. Kwa hiyo ndoa inaleta kuunganisha. Inaunganisha watu, inaunganisha makabila, inaunganisha jamii, inaunganisha races mbalimbali, inaunganisha mataifa mbalimbali. Hiyo ni ndoa. Kwa hiyo angalia ndoa ilivyoheshimiwa. Inaweza kuleta kuwa kiunganishi. Ndoa inaleta utambulisho. Kupitia ndoa unapata address, unapata utambulisho. Kwa hiyo kijana ambaye hujaolewa, kijana ambaye hujaoa, hebu fikiria sana namna ya kupenda kuwa na utambulisho. Utambulisho wako kwenye jamii, kwenye society, ni kupitia ndoa. Kwa hiyo kwa sababu ya utambulisho unakuja kwenye ndoa, lazima ukae kwenye kuandaa namna ya kupata ule mwenzi wako wa maisha. Ujue huyu ni utambulisho. Hakuna mtu anayetaka kutambulika alafu akawa anafanya vitu vya marorosa. Hapana. Mtu anayetaka utambulisho atafanya mambo mazuri ili atambulike vizuri. Ndoa inaleta address. Kupitia ndoa unaitwa bwana fulani na bibi fulani. Wanakaa nyumbani kwao ni pale. Pale ni kwa baba fulani, kwa baba Joni na mama Joni. Kuna utambulisho. Lakini usipotaka kuolewa au kuoa, utabakia kuwa tu fulani. Joni, lakini sio kwa baba fulani na mama fulani. Kwa hiyo ili uwe baba fulani na mama fulani, uwe bwana na bibi fulani, uwe mume na mke, lazima upitie ndoa. Na hapo ndio pana heshima ya ndoa. Kwa hiyo ndoa inaleta kuwa na address, inakufanya kutambulika. Lakini ukienda hata mahali kwenye makongamano, kwenye mikutano, kwenye warsha kubwa, kwenye mikutano mikubwa, mtu anatajwa bwana na bibi fulani wako hapa. Hata kama mume labda ndo ana cheo, atasema ameambatana na mke wake, ameambatana na mume wake. Maana yake utambulisho wenye heshima. Unapatikana wapi? Kupitia ndoa. Bwana na bibi fulani wako mahali hapa siku ya leo. Kwa ile tu mtu yuko na mume wake, mtu yuko na mke wake, tayari hiyo ni heshima. Huo ni utambulisho. Kwa sasa kupitia ndoa utambulisho unakuwepo. Ndio maana nasema ndoa ni heshima. Ndoa ni heshima. Ndio maana tunasema ni honored people. Maana ukiwa na ndoa, maana yake umetambulika, umepewa heshima. Lakini pia ndoa inaleta upendo, ukarimu na ukaribu miongoni mwa watu. Kupitia ndoa ule upendo ulioanzwa na mtu mmoja unakwenda kusambaa. Hebu fikiria tu kwamba hapa kuna kijana anaitwa John, akamuoa kijana binti anaitwa Mary. John na Mary ni mtu mmoja, wamekuwa wamoja. Lakini unashangaa familia ya Mary inaanza kujua familia ya John. Familia ya John inajua familia ya Mary. Kuanzia hapo ile familia inakuwa upendo, ile familia unaanza kugubikwa. Ukarimu unaonekana miongoni mwa hii familia kwa sababu ya ile ndoa ya Mary na John. Amina ameoana na Juma. Alikuwa mwanzoni ni Juma tu, ni Amina. Lakini tayari ule upendo unasambaa kwa Juma, unasambaa kwa Amina. Mwisho jamii yote ya Amina na Juma wanakuwa na upendo. Kwa hiyo ule upendo unasambazwa na ndoa. Anasema sambaza upendo kupitia ndoa.
Ndoa inasambaza upendo, na ujua sasa upendo kwenye jamii ukiwepo, maana yake kunakuwa na amani. Upendo ukiwepo, kunakuwa na ushirika. Upendo ukiwepo, kunakuwa na namna ya kusaidiana. Kwa hiyo ndoa inaleta kusaidiana. Mtu mmoja amemwoa huyu, mtu mmoja ameolewa na huyo, tayari kuna masaidizano yanaanza pale. Utashangaa labda mtu yupo kijijini kule, lakini anajua Amina yuko mjini kule, ameolewa na Juma. Anasema, jamani Amina, naomba unisaidie hivi. Mary yupo kule, ameolewa na John. Mary, nisaidie hivi. Lakini ni ndugu wa John. Lakini kwa sababu ya yale makaribisho, ule upendo ambao umejengwa miongoni mwa hawa vijana waliooana na kuoa, tayari kuna masaidiano. Ndoa inasambaza ukarimu kati ya familia na familia. Wakati tu ule wasema, wakati ule wa kuja kutoa mahari, wakati ule wa send off, kumwaga binti au kijana kumpokea ile binti, wakati wa harusi, kuna masuala ya ukarimu yanaendelea pale. Ukarimu unaendelea pale. Wanakula chakula, wanafurahi. Maana yake ukarimu, ustaarabu wa kukaribishana unaanza kupitia ndoa. Hakuna sehemu ambayo unakuta watu wanakaribiana, wametoka pande hizi, uko huu, uko hule, ndugu wale, wametoka mikoani, wametoka mashariki, magharibi, kila mahali kwa ajili ya ndoa ya mtu. Kwa sababu ya ndoa imeleta hawa watu kukaribiana, wameleta upendo, ukarimu unaendelea mahali pale. Kwa hiyo ndoa inaleta ukarimu miongoni mwa jamii. Ndio maana tunasema hata kijana ambaye umeoa, au kijana unatarajia kuoa, au binti uliyeolewa au unatarajia kuolewa, lazima ujue unaenda kwenye ndoa ili kuendeleza ukarimu kwenye jamii. Unaenda kwenye ndoa ili kusambaza upendo kwenye jamii. Haya pia ndio malengo ya ndoa. Ndio maana nasema kijana, usipokuwa na malengo, nataka nioe kwa sababu gani, utajikuta unaingia kuoa kwa sababu tumeongea. Hujapanga ni nini majukumu yangu kwenye ndoa. Ni nini mimi nikienda kwenye ndoa, jamii yangu inatarajia nini? Wewe hujaoa tu kwa sababu ya kwako mwenyewe na mke wako. Umeoa ili jamii iendelee kuwa na makaribisho. Umeolewa ili jamii iendelee kusambaza upendo. Umeolewa ili jamii iendelee kuwa na ukarimu. Kwa hiyo hayo lazima uyazingatie. Ili unaposema nimeoa au nimeolewa, ukifika kwenye familia ya watu, hayo mambo ya enzi. Wewe kijana ukioa kwenye familia ya watu, hayo mambo ya enzi, mambo ya upendo, mambo ya ukaribu, mambo ya makaribisho. Haya ndio tunatamani kwenye ndoa. Na kwenye jamii yetu ya vijana wanakwenda kuoa na kuolewa. Ujue uko pale kwenda kuendeleza upendo na makaribisho kwenye jamii husika. Lakini pia ndoa kama kioo cha jamii inakuza koo, inaongeza koo. Ukoo wa fulani, ukoo wa Kesi unaongeza kwa sababu ya ndoa ya mtu fulani imekuja pale, inaendeleza ule ukoo, unakuwa kupitia wale watoto. Lakini unapooa au unapoolewa, maana yake umekwenda kuongeza, ile familia inaongezeka. Aidha umepata watoto au hujapata watoto, lakini ile familia imeongezeka. Imempata binti au ile familia nyingine imempata kijana aenda kuoa kule kwao. Kwa hiyo koo zinaongezeka kupitia ndoa. Ndio nasema hiyo ni heshima. Fikiria, mtu anatoka ukoo wa huko kusini huko, anakwenda kuolewa ukoo wa kaskazini huko. Umeona? Zile koo za kaskazini na kusini zinakutana, zinafanya mambo yake, mila zake na desturi zake. Halafu sasa unashangaa wale watu wanakuwa ni wamoja. Ule ukoo wa kule kusini na wa kaskazini umeletwa kwa sababu ya ndoa ya mtu fulani. Kwa hiyo ndoa inaongeza ukoo. Ndoa inafanya jamii inajiangalia kama mahali pa kuongeza ukoo, kama kioo cha jamii. Kwa kupitia ndoa watu wanajiona.